sana tujadili kuhusiana na mengi ambayo MOI ama taasisi ya afya hii taasisi ya tiba na mifupa pamoja na ubongo Muhimbili imekuwa ikifanya, na kipekee ni kujuze tu kuwa MOI ni taasisi ya afya ya serikali inayotoa huduma za matibabu ya mifupa, ubongo pamoja na mgongo pamoja na mishipa ya fahamu kwa kiwango cha kibingwa na kibobezi, na taasisi hii ni moja pia ya vituo vikuu vya rufaa nchini katika matibabu ya matatizo ya mifupa na ubongo, na ilianzishwa ili kutoa huduma maalum za kiuchunguzi pamoja na matibabu na upasuaji wa mifupa na ubongo. Kadri miaka inavyozidi kusonga mbele, huduma zimezidi kuboreshwa na tutafahamu mpaka sasa kile ambacho kinafanyika, lakini kubwa pia ikielezwa takriban zaidi ya 80% ya wale majeruhi ambao wanatokana na ajali za bodaboda pia kushughulikiwa pale kwa kiwango kikubwa. Nini ambacho kinafanyika na mengi, tumemwalika hapa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba na mifupa ya ubongo Muhimbili MOI, Balozi Dr. Mpoki Ulisubisya. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana Dr. Nashukuru sana. Na pia machache kumhusu, licha kufanya kazi kwenye sekta ya afya kama daktari, lakini pia amekuwa katibu mkuu wa wizara, lakini pia amekuwa balozi wetu kule nchini Canada kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka 2023, na kuanzia mwezi Disemba mwaka 2024 aliteuliwa kuiongoza MOI ambayo anaiongoza mpaka hivi sasa. Dr. karibu sana. Nashukuru sana. Na kwa kwanza pengine kutokana na hiyo safari yake Dr. tu kwa kifupi, kwa sababu kitaalamu ni daktari, safari yako ilikuwaje? Nafahamu yako mengi ambayo umeeleza kwenye maeneo mengi, lakini ni vizuri pia tukajikumbusha jambo. Mimi namshukuru Mungu kwamba nimekuwa na privilege ya kupitia katika hiyo safari kwa jinsi ilivyompendeza, lakini zaidi katika kutoa afua mbalimbali kwa wagonjwa, nikiwa kama intern, nikiwa kama registrar, lakini vile vile nikiwa mwanafunzi katika hizi shahada za uzamili, halafu na baadaye kufanya kazi na baadaye kwenda kujifunza na kubobea katika kusaidia wagonjwa waliokuwa wanakuja na matatizo ya moyo yalikuwa yanahitaji kupasuliwa. Na katika hiyo tulianza mwaka 2007 tukaendelea mpaka nilipopata nafasi ya kwenda kuongoza taasisi nyingine ya nyanda za juu kusini, ambako nilipotoka kule ndo nikawa katibu mkuu. Mojawapo kati ya milestones ambazo labda ningeweza kusema ni very significant ni ile timu ya kwanza iliyopelekwa India kwenda kujifunza ujuzi wa kibobezi wa kusaidia wagonjwa waliokuwa wanahitaji upasuaji wa moyo. Hiyo ilikuwa ni transformative kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza ilituwezesha hapa nchini kupasua wagonjwa ambao walikuwa na shida ya moyo. Na tuliendelea hivyo na mpaka sasa hivi ndio JKCI imesimama pale ikifanya kazi hiyo, na kwa mafanikio makubwa sana kwa ajili ya wananchi wa nchi ya Tanzania. Lakini kando ya hapo, mimi nimekuwa vile vile na privilege kubwa sana ya kufanya kazi katika taasisi ya mifupa, ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu, ambako nimejikuta sasa nimepata exposure mambo mengine ambayo labda nilikuwa nayasikia tu. Na toka nimefika pale nimeona umahiri ambao upo katika taasisi ukijikita katika kutoa tiba, kufundisha, lakini vile vile kufanya utafiti. Hii sehemu ya utafiti mara nyingi huwa tuizungumzii sana, lakini na mchango mahususi wa kuonyesha nini kinatakiwa kufanywa katika mazingira yetu, kwa sababu tafiti nyingi ambazo tunazisoma katika majarida ya kisayansi huwa zimefanyika nje ya nchi yetu, nje ya bara la Afrika, na mara nyingi tunajaribu kusema tu kwa sababu ilifanya kwa wenzetu ni lazima na kwetu itafanikiwa. Lakini tunapofanya tafiti za kwetu sisi wenyewe, inatupelekea mahali pa kusema hii inafaa na inawezekana kwa watu wetu. Na hii ipo katika upande wa mifupa, lakini vile vile upande wa magonjwa yanayokuja kwa mfumo wa fahamu. Na mojawapo kati ya mafanikio makubwa sana naweza kusema
ni jinsi MOI ilivyojiweka sasa kuwa taasisi ya aina yake, si tu katika nchi ya Tanzania, lakini katika bara la Afrika, ambayo imesimama na kazi yake inaangalia magonjwa hayo peke yake. Huwa napenda kulitolea ufafanuzi hili kwa sababu wakati mwingine halieleweki kirahisi. Ninachozungumza ni kwamba taasisi nyingi za aina yetu huwa ni sehemu ya hospitali kubwa. Kwa mfano kama Mloganzila inakuwa na taasisi ya upasuaji, taasisi ya watoto, labda inakuwa na idara inaangalia magonjwa ya upasuaji wa kawaida, halafu na pale pale kunakuwa na idara ya mifupa na mfumo wa fahamu, magonjwa ya mfumo wa fahamu. Lakini nchi hii mwaka 96 iliamua kwa makusudi kabisa kuunda moja itakayojikita specifically kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wagonjwa wa namna hiyo hapa nchini, na imeendelea hivyo. Tulianza na vitanda vichache sana, sasa hivi tuko na vitanda karibu 300 na tunazidi kuendelea. Yes. Na kuna wengine wanaona kwa sababu iko kwenye premises za Muhimbili, basi ni sehemu iko chini ya hospitali ya taifa. Wakati mwingine huwa inaleta mchanganyiko wa namna hiyo, lakini tunashukuru kwamba sisi tunaoelewa haitusumbui sana. Tunaambia no, njoni, wakipata changamoto ndio wanaambia ofisi zetu sio kule kwa Dr. Delila Kimambo, nendeni hapo juu mtaweza kusaidiwa. Kwa hicho ndicho kinachoendelea pale. Sasa katika ukuaji vilevile imeendana na uboreshaji wa quality, ubora wa huduma tunazozitoa. Nimesema mara nyingi na labda sio vibaya nikasema hapa kwamba tunakoelekea, nafikiri katika miaka 3 mpaka 5 inayokuja, taasisi ya MOI itaweza kufanya 100% ya afua zote zinazotakikana kwa ajili ya magonjwa ya mifupa na magonjwa ya mfumo wa fahamu. Hapa sasa ni asilimia ngapi mnafanya? Sasa hivi kwa upande wa mifupa tuko kama kwenye 98%, lakini upande wa mishipa, upande wa mfumo wa fahamu tuko kama 96-97%. Yeah. Okay. Kwa wastani mnahudumia wagonjwa idadi kiasi gani? Okay. Sasa katika kutoa huduma tuna sehemu kubwa mbili. Kuna wagonjwa wa nje, wanaotoka nje kuja kupata matibabu, alafu tuna wagonjwa wa ndani. Na wagonjwa wa nje kwa siku tunakuwa na takriban wagonjwa 500 mpaka 700-800. Siku tukiwa wengi sana wanaweza kufika mpaka 1000. Hawa wanakuja kutoka nyumbani tu, wanakuja labda kwa mara ya kwanza, na wengine wanakuja kwa ajili ya kufuatilia, na wengine kwa ajili ya kuongezewa mahitaji kwa kutokana na aina ya magonjwa walionayo. Lakini mawodini inategemea nafasi tulionayo kwa ajili ya kupasua na vitanda vilivyopo katika wodi maalum ya kuangalia wagonjwa mahututi na ile critical care ni ICU. Kwa hiyo kwa sababu sisi tuna vitanda kama 274, basi hiyo ndio inakuwa roughly hapo, lakini sio mara chache tunakuwa na 280, 290, kwa sababu wagonjwa wanakuwa ni wengi na wote hamwezi kuwarudisha kwenda nyumbani ya kwa utaratibu wa namna ile. Wagonjwa wanaokaa muda mrefu sana mara nyingi ni wagonjwa wanaokuwa na matatizo katika mfumo wa fahamu, hasa wale ambao wamepata matatizo katika ubongo, ambao sasa hawawezi kuamka na zile fahamu zao zinakuwa mbali, kwa lazima tuwasaidie. Kwa hawa wanakaa muda mrefu kidogo kulinganisha na wagonjwa wengine. Wale wa mifupa mara nyingi wakishafanyiwa operation alafu akishapata nafuu, wanaruhusiwa kwenda nyumbani kutoa nafasi kwa wagonjwa wengine kuja. Pamoja na wagonjwa ambao mnahudumia kutoka hapa nchini, ni mataifa gani mengine ambayo mnatoa huduma? Kuna mataifa ambayo yanatuzunguka ambayo wagonjwa wake wanakuja, lakini vivyo tunapata watu ambao labda kwenye safari za kikazi au za kitalii wanaugua. Katika mataifa yanayotuzunguka, nchi kama Komoro, nchi kama Malawi, nchi kama Zambia, nchi kama DRC, nchi kama Burundi, wachache kutoka Rwanda, wakati mwingine Uganda, hata Kenya wamewahi kufika, lakini wengi zaidi wanatoka maeneo hayo ya Komoro pamoja na Malawi. Lakini vilevile tumeshahudumia watu kutoka nchi kama Czech, wameshakuwepo pale, wa China on several occasions, wote wanakuja pale kwa ajili ya kupewa hizo huduma. Yeah. Umetaja asilimia ambazo mmeweza kufikia katika kutoa afua mbalimbali, lakini tunafahamu kuna asilimia chache hizo ambazo zimebaki. Ni mambo gani ambayo bado yanapa shida? Sasa kuna namna mbili ya kuliangalia hili. Kuna moja la rasilimali watu wenye uwezo wa kufanya hizo kazi, alafu na miundo wezeshi ndio ya pili. Kwa rasilimali watu, mkakati ambao tumeuweka ni kupeleka wataalam kwenda kusoma. Kwanza kuandaa kuchukua nafasi ya hawa waliopo, kwa sababu umri unazidi kusonga na iko siku nao watafika mahali wataondoka katika utumishi, lakini vile vile kupeleka wachache kwenda kuwafanya vile ambavyo tuvifanyi. Na tumeshaanza kuvuna matokeo yake. Kwa mfano,
tulikuwa hatuna huduma ya kurekebisha viungo vilivyopooza. Sasa hivi mtaalamu alisharudi na tumeshaanza kutoa hiyo huduma. Tulikuwa hatuna mtaalamu aliyekuwa anahusika na maumivu sugu, sasa hivi tunaye. Kwa hiyo hawa wawili wameshaanza, kwa nyuma yake lazima tupeleke wengine waende wakajifunze, ili sasa tuwe na timu kubwa zaidi. Watawafundisha pale pale, lakini vile vile tutakuweza kutoa nafasi ya mashirikiano na wenzetu wenye ujuzi na ufahamu mpana zaidi, ili kuhakikisha kwamba aina zote za matatizo ambayo zinazoweza kutatuliwa zitatuliwe pale pale kwenye taasisi yetu. La pili ni miundo mbinu wezeshi. Kwanza ni kupanua sehemu ya kufanyia kazi. Wakati taasisi hii ilipokuwa inasimikwa, nchi yetu ilikuwa na watu 60 milioni na zaidi. Walikuwa ni wachache. Sasa hivi ni 60, na kwa namna hiyo ina maana aina ya magonjwa yale yanayosababishwa na miili kuchoka inaongezeka, lakini vile vile na watumizi wa vyombo vya moto na ajali za barabarani nao wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunahitaji kupata nafasi kubwa zaidi ya kufanyia kazi pamoja na vitendea kazi. Hilo la kwanza. Kwa mfano hili la kuongeza sehemu ya kufanyia kazi, kazi zetu nyingi sana zinahusiana na upasuaji, hasa upande wa mifupa na mfumo wa fahamu. Kwa hiyo hilo, hatua ya kwanza ni kuongeza vyumba kwa ajili ya upasuaji, ambapo tuko katika mkakati wa kuongeza vyumba 10 kwa sasa. Tunavyo vyumba 11, tukiongeza 10 hatutapata 21, lakini tutakuwa na vyumba 10 vitakavyokuwa vinajikita katika kupasua matatizo ya mifupa na magonjwa yanayoendana na mifupa. Alafu ile sehemu tunayoitumia sasa itaboreshwa na kutoa nafasi kwa ajili ya afua makini kwa ajili ya mfumo wa fahamu, lakini na vitakavyotumika katika kufanya kazi mle ndani, kuanzia mashine za kutoa dawa ya ganzi tiba, usingizi tiba, vifaa vya kupasulia, vifaa vya kufuatilia mwendeleo wa wagonjwa wakati wanafanyiwa upasuaji, vifaa vya kuwasaidia madaktari kufanya kazi, vifaa vitakavyokuwa vinaongozwa kwa akili unde ili kuwasaidia wataalamu wetu kufanya kazi kwa makini zaidi na kwa uhakika kuliko hii ya kubahatisha kwamba nafikiri kiko mahali fulani, kiko mahali fulani. Kwa jinsi ulivyoelezea Dokta, inaonekana kwamba kuna maendeleo makubwa kwenye taasisi yetu ya MOI. Hata hivyo, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya watu wakidai kwamba kuna ufanisi fulani unakosekana kwenye huduma mnazozitoa. Na baadhi yao wamekuwa wakilinganisha na hospitali nyingine hasa za nje ya nchi. Tunafahamu kwenye masuala ya tiba kuna kitu kinaitwa second opinion. Wengine wamekuwa wakilalamikia vipimo wanavyofanya madaktari wenu, wanawaambia kwa mfano wanapaswa kufanyiwa upasuaji, lakini wakienda kwenye hospitali nyingine za kimataifa zilizo nje ya nchi kama India, wanaambia bana, hili ni tatizo dogo tu na wanatibiwa tu labda kwa dawa tu na wanapona. Kwa hiyo wanakuwa na shaka kuhusu ufanisi ambao upo ndani ya MOI. Unalipi la kusema kuhusu hilo? La niseme ifuatavyo, siko hapa kujaribu kubishana na wenzetu kwa kutokana na msimamo wao wa namna wanavyotibu, lakini labda nitoe tu mfano rahisi. Mchele ni staple food katika nchi yetu, lakini mapishi yako aina nyingi sana. Yote ikifika mezani inakuwa ni wali. Kuna wali niliona siku moja ulikuwa wa njano, kuna siku nyingine nikaona wali pilau, kuna singine nikaona mtu anakula kama uji wali. Kwa nini nimetoa mfano huo? Ufahamu wetu wa magonjwa unachangiwa na vifaa tunavyovitumia katika kufanya uchunguzi. Sijawahi mimi binafsi toka nimekuja MOI na hata katika taasisi zingine ambazo nimefanya kazi kupata mgonjwa ambaye sisi katika nchi yetu hapa tumegundua alikuwa na shida moja, alafu akaenda katika nchi zingine kwa vipimo tunavyokuwa tumevifanya wakakuta kitu tofauti. Sasa huko nyuma, wakati mgonjwa alipokuwa na shida tumboni, kwa mfano ile kibofu cha nyongo kimepata matatizo, kinatakiwa kuondolewa au kina mawe ndani. Zamani ilikuwa ni lazima ufunguliwe tumbo, wataalamu waende pale wakiondoe alafu ufunge. Sasa hivi wanatumia tu matundu, wanaingia ndani na kamera, wanaangalia, kinashikiliwa, kinaondolewa, pale mahali panashonwa, matundu yale yanazibwa, mgonjwa anabaki kuwa salama. Sasa huo uwezo wa kutumia njia moja na sio nyingine unatokana na ujuzi na uzoefu.
Kwa hiyo inaweza kaingia katika zile 2% nilizokuwa nazizungumza mwanzoni. Lakini sijakutana mimi na mgonjwa ambaye alivunjika mguu, sisi hapa tukasema apasuliwa awekewe kipandikizi, akaenda nchi za watu wakasema hapana, hii anahitaji tu kunywa dawa aendelee na matibabu yake. Na nisisitize, magonjwa ya MOI sio magonjwa ya kunywa dawa na kupona. Magonjwa ya MOI yanahitaji ufuatiliaji. Kwanza, kubadilisha staili ya maisha; pili, kufanya mazoezi; tatu, kama ni muhimu, kufanya upasuaji. Kwa haya ni magonjwa ya mfumo. Malalamiko Sasa malalamiko, hata kuna lingine nimelisikia juzi la mtu aliyesema kwamba mashine zetu sisi ni za kizamani kwa sababu zinapiga kelele nyingi. Okay. Tuende kwenye hii ya kwanza basi. Sasa kama mgonjwa alikuja kwetu akatoa dalili hizo zikapelekea madaktari wetu kujua kwamba anaumwa ugonjwa fulani, tiba ile inaendana kitaalam na jinsi alivyojieleza. Kama anatoka kwetu akaenda mahali kwingine akaboresha maelezo yake, hayo yataathiri maamuzi ya daktari atakayekuwa anamtibu kwa hakika. Lakini mimi binafsi sijawahi kukutana na hiyo ya kusema huku alitaka kupasua, kule akaambia tu kunywa dawa uondoke. Hasa mfano mzuri ndio huo ambao umesema. Mmoja kati ya watu wamelalamika, tumeona kwenye mitandao ya kijamii, mtu maarufu pia amesema kwamba amekuja pale, mashine zenu za MRI jinsi zilivyompima na alivyoenda kupimwa huko nje ya nchi akaona kuna utofauti mkubwa. Kwanza akawa anadai kwamba mashine hizo zinapiga sana kelele na akavalishwa headphones na vitu kama hivyo. Kwa jambo ambalo limetengeneza picha kwamba vitu tunavyotumia pengine ni vimeshatumika second hand. Kwanza vimetumika ama ni vipya vifaa hivi ambavyo nianze na hivi. Sisi pale MOI tuna MRI 2. MRI ya kwanza ilinunuliwa mwaka 2018. Ilinunuliwa kutoka kiwandani, haikuuzwa na taasisi iliyokuwa inatumia. Kwa hiyo sisi tulipewa mashine mpya. Serikali ilitoa zaidi ya shilingi bilioni 3 tukapata mashine ya kwanza mwaka 2018. Mwaka 2020 tukapata ya pili, brand new. Yaani tulifungua sisi toka kwenye makaratasi, na wako watu waliokuwepo katika taasisi wakati huo walioshuhudia ikitolewa kwenye maboksi mpya, halafu tukawa na warranty. Kwa sababu vitu used mara chache sana vinakuwa na warranty kubwa, tukawa na warranty. Na hawa wanaotoa hizo mashine wana mwakilishi wao katika nchi hii, kwa kujiridhisha, ili muone kama maneno nayoongea ya kweli. Nyie kama waandishi wa habari mnaweza mkawafuata Pacific Diagnostics Limited, mwende mkawaulize, watawaambia mpaka serial number na ilitengenezwa lini na pati zake ziko namna gani. Kwa hiyo swala nisingependa hata kupoteza muda mwingi sana, kwa sababu mpaka bei yake. Kwa hiyo hakuna ambayo mmeweka kununua? Hapana, hakuna. Hatuna mashine hata Brain Lab iliyoletwa kama msaada ilikuja mpya. Mashine ambayo inawasaidia hawa wenzetu wanaopasua katika ubongo pamoja na mfumo wa fahamu mpya. Hapo umetolea mfano MRI 2. MRI 2, yes. Kwa hiyo tunazo 2. 2, ziko 2 kwenye MOI. Yeah, sure. Ziko 2. Na kuna swala la mashine kuwa na kelele. Sasa swala la kelele, MRI ziko za aina 2. Kuna MRI za kihistoria, nafikiri zile za kwanza kabisa ambazo zilianza kutengenezwa, alafu zikaja baadaye wakaboresha walipogundua kwamba hii swala la kelele linaleta shida. MRI yoyote kama ya aina kama tuliofunga katika taasisi yetu zote dunia nzima zina kelele. Na labda niombe waandishi wa habari mwende kwenye YouTube muangalie video fulani ambayo sikutengeneza mimi wala taasisi yetu. Hiyo hapo tunaweza tukaiweka. Hebu isikilizeni hiyo sauti inayotoka pale. Ngoja iplay. Hebu play. Sasa hiyo ni sauti halisi, na kama mmoja wenu hapa alishawahi kupita kwenye console ile ya mashine, ni lazima masikio yako yazuiwe kupata sauti kubwa ya namna hiyo. Katika mazungumzo ya kawaida huwa tunasikiliza kati ya sauti ambayo tunasikiliza kwa yani bila shida hiyo, bila kero. Nizungumzia kero. Sauti ambayo haina kero ni decibels 40 mpaka 60. Ni kipimo maalum ambacho kinatumika kuonyesha ukubwa wa sauti. Kuanzia 70 na kuendelea inaanza kukera. Hiyo mashine ya MRI, ile sauti inayotoka mle ndani ni decibels 100 na kwenda juu.
Kwa inaweza ikaleta hata maumivu ndani ya masikio, na ikikaa kwa muda mrefu inaweza ikaharibu hata uwezo wako wa kusikia. Sasa wataalamu waliotengeneza mashine, hapo nisisitize, watengenezaji wa mashine ndio wanaleta hizo headphones au earplugs ambazo kama wataalamu wanavyosema either zinaziba tu au zinacheza na kamziki kidogo ili kupunguza wasiwasi, kwa sababu ile mashine jinsi ilivyotengenezwa wakati mwingine linaleta kawasiwasi kwa mgonjwa, kwa sababu kwanza anaweka kwenye kitanda alafu anafungiwa huko, anabaki peke yake. Kwa wakati mwingine watu wanakuwa na kauoga kana namna fulani. Kwa ili kupunguza yale yote, mgonjwa anawekewa ile ili kuzuia mfumo wake wa kusikia usije ukadhurika. Daktari, umetolea mfano wa mashine tulionunua 2018 na ambayo tumenunua 2020 na umekiri kwamba yapo matoleo mapya ambazo hazina kelele. Kwa nini mpaka sasa taasisi yako haijaona kuna haja ya kununua hizo ambazo hazina kelele? Kwanza uwekezaji, lakini vile vile tunanunua, tunabadilisha kwa sababu tu imekuja hiyo mpya nyingine, au tunakuwa na uhitaji. Kwa sababu matokeo ya mashine hizi ambazo tunazo mpaka sasa hivi, labda tuniwaambie, tumeshafanya wagonjwa 120,000 mpaka hivi ninavyoongea. Na hakuna mgonjwa hata mmoja ambaye vipimo vyake kwa mashine hizi viliweza kukosewa alipoenda kwenye mahali pengine. Yaani majibu yanakuwa ni yale yale. Kwa ni sawa sawa na kusema hivi, una gari ya mwaka 70 inayotembea. Nzuri kabisa, inatembea. Inakutoa nyumbani na kuleta kazini. Alafu sasa hivi imetokea hizi Prado za kisasa. Kwa hiyo utaacha ile gari ya kizamani imepaki ili ununue gari nyingine. Kwa logic tunayoitumia katika kubadilisha vitendea kazi ina apply. Hizi mashine tulizonazo ni nzima na zinafanya kazi nzuri sana, na kwa sababu uwekezaji wake ni mkubwa na sisi tuna mahitaji ya uwekezaji mwingine unaohitaji fedha, isingelikuwa hekima kwa sababu tu inapiga kelele tuitoe tulete mashine ambayo haipigi kelele. Mimi nafikiri ingekuwa tuende sasa kwenye hatua ya mbele, tulete MRI ya kukaa, kwa sababu ziko za kukaa, alafu tulete MRI ambayo ni special kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo kwa namna hiyo tutakuwa tunapanua wigo wa hivi vitendea kazi kwa ajili ya vipimo. Lakini kuna siku nyingine niliwaambia hapa, sisi tunatumia, kuna mashine moja inaitwa Cath Lab inayotumia mishipa ili kutibu viharusi. Labda kama tuna fedha za namna hiyo, badala ya kwenda huku ambako haina matatizo, tuende tukaongeze nyingine na vitu vya namna hiyo. Na uwepo zikiwa mbili tu kwenye taasisi kubwa kama moja, inatosheleza mahitaji? Haijawahi kuwa na matatizo. Actually hiyo tunaweka mbili kwa sababu tuna anticipate labda kuna siku atakuwa wagonjwa wengi sana, lakini mpaka sasa hivi huwa zinapokezana. Zinafanya kazi kwa sababu kwa siku tuna moja inaweza kufanya wagonjwa 30-35 na ni mara chache sana tumekuwa na wagonjwa 50 kwa siku moja. Sana sana huwa labda tukipata changamoto labda kama za wenzetu, majirani zetu zimepata matatizo, wagonjwa wanapokuja ndio inaweza kasukuma mzigo wa kazi kwenda mbele, lakini kwa mahitaji ya kwetu sisi hizo mbili zinatosha. Naam, tunaye hapa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba na mifupa na ubongo Muhimbili MOI. Tunajadili na kuzungumza naye kuhusiana mengi. Tuligusia kuhusiana na ufanyaji kazi wa mashine za MRI, na kuna hoja ya kutumia muda mrefu kwa mashine zetu, dakika 45 mpaka saa, tofauti na inavyosemekana pia maeneo mengine akitumia dakika 15. Labda nieleze ifuatavyo. Muda mgonjwa anaotumia kwenye mashine wakati anafanywa kipimo unategemea nini kinapimwa, lakini vilevile inategemea kama kuna dawa imeongezwa ili kuainisha utofauti kati ya viungo mbalimbali wakati kile kipimo kinafanyika. Sasa vipimo ambavyo madaktari wanachukua muda mrefu ni vile ambavyo wanahitaji aina fulani ya picha zitakazowasaidia kupata uaguzi wa uhakika. Sasa kama mgonjwa amewekwa contrast muda wake utakuwa mkubwa zaidi kuliko yule ambaye hana. Lakini sijui huyo anayeongea kama alikuwa kwenye MRI au alikuwa kwenye mashine inayofanana na MRI. Sasa hii anaweza kaeleza mwenyewe. Anasema alikuwa kwenye MRI. Okay. Sasa kama ni MRI itabidi tujue walikuwa napima nini. Kwa sababu muda mchache sana mimi nimeshawahi kuona kama hapa kwetu ni dakika 30. Anaeleza kwa kuna shida ya shingo. Ndio.
hapa na lower back. Yes, lakini kile alichopima huku Moi ndio amepima hicho. By the way, tulimuona mwaka 2024 tuliagua hivyo alivyokutwa kule, hata kwa hii anayoisema kwamba ni ya second hand na inachukua muda mrefu. Yani kilichogundulika hapa ndicho hicho walichogundua kule. Sasa ni vigumu sasa, kwa sababu sibishani naye, najaribu tu kueleza uhalisia kama mimi nimeona kipimo cha muda mfupi zaidi ni kama nusu saa hapa kwetu. Kipimo cha muda mrefu ni kama saa moja. Na mara nyingi sana wagonjwa wanaokaa muda mrefu kwenye MRI scan ni wale ambao wanakuwa wameongezewa dawa kwa utaratibu huo. Sasa kwa sababu tunataka kutoa uelewa mpana kwa jamii yetu, ni vizuri tukasisitiza kwamba ubora wa matokeo ya vipimo vya hapa kwetu unalingana na mahali pengine popote duniani, kwa sababu sisi tunakuwa na wataalamu wanaotoka nchi za nje kuja kufanya kazi na sisi, wanaofundisha wanafunzi wetu, lakini vilevile wanaobadilishana mawazo na wataalamu wetu. Hakuna hata mmoja aliyewahi kutuambia sisi kwamba jamani, hii CT scan yenu, MRI yenu, HS au X-ray yenu au ultrasound machine yenu inatoa picha ambazo sio sahihi. Kwa daktari, teknolojia tuliyokuwa nayo inaweza kushindana na kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni, ni sawa sana wewe una Land Rover na mwenzako ana Mercedes. Tofauti ni uwekezaji, kwamba hii zote ni gari, lakini moja ni high end, nyingine ndio inatuwezesha na sisi wengine kuingia humo ndani. Lakini nataka niwaambie, hata katika nchi zilizoendelea nyingi, mimi nimeshafanya kazi ya Australia, tulikuwa tunatumia hii yenye kelele. Sasa Australia by and large, unajua maendeleo yake, siwezi hata kwanza kupoteza muda hapa kueleza kwamba ni karibiana na nchi kama za Marekani. Lakini nimefanya kazi Marekani, nimefanya kazi Canada, nimeingia katika vituo kama hivyo, bado walikuwa wanatumia zenye kelele. Lakini ni kweli kuna makampuni Canon, kuna GE ndio alikuwa mtu wa kwanza, baadaye ikaja Canon, baadaye ikaja kina Siemens kama tulizonazo sisi, ambazo hazina kelele na zinatumia utaratibu ambao ni tofauti kidogo. Sawa, nafikiri ufafanuzi umetosha sasa. Kabisa. Na tuliwahi kuzungumza na pengine utatupa pia mpaka sasa hali ikoje? Zaidi ya 80% ya ambao mnawatibu na mnawapokea ni wale ambao wametokana na ajali za bodaboda. Iko hivyo, imepungua ama imeongezeka? Maana kuna muda umepita hapa tangu tumezungumza. Ni kweli, nitakuwa mchoyo wa fadhila nikisema nimefanya utafiti toka siku ile mpaka leo. Namba za wagonjwa wanaokuja Muhimbili ni kama zimebakia vile vile, lakini kwenda kwenye asilimia naweza nikahitaji kupitia kwenye makaratasi kidogo. Isipokuwa niseme kitu kimoja, hizi bodaboda zimeongezeka barabarani na watumiaji wake sio waangalifu sana katika kufuata sheria. Hata katika video inayopita hapo unaweza kaangalia walivyokuwa na haraka, hata kama taa haziwaruhusu kupita. Kwa hiyo inawaweka katika uwezekano wa kupata ajali kwa wingi zaidi, na sio bodaboda, hata tuktuk nazo zinaingia katika kundi hilo. Na hii ni leo. Really? This is the live feed. Okay. Hata nyewe mmeona huyu hapa naona kama na haraka zaidi anapita. Kwa hii haraka ndio inatuletea shida. Lakini la pili, mara nyingi tunaongea tu bodaboda tunafikiri kwamba labda ni dereva. Swala la bodaboda ni dereva, abiria na hao wanaotumia barabara wengine. Wote wanaingia hapo. Kwa mfano kama jana nilipewa taarifa ya dada mmoja ambaye aligongwa, akaja kwetu pale na matatizo makubwa sana ya kichwa, akafariki kwa kugongwa na bodaboda. Kwa hiyo kama nilivyosema nilipokuwa Dodoma kwenye habari maelezo, mimi rai yangu ni moja tu, sisi wote tushirikiane kuchukua hili swala mikononi. Kama unaona jinsi wanavyopigana kona hii. Sasa kiutaratibu tu matumizi ya barabara hiyo haikwenda sawa sawa. Tulitakiwa wa kwanza hawana kofia, ukiangalia hata wale ambao wanakaribiana pale na askari polisi anawaangalia tu, ambao ilitakiwa kwa labda kitu kimoja cha kwanza wavae kofia ngumu, lakini cha pili kuwe na mafunzo namna ya kutumia barabara. Kwa sababu juzi tulikuwa mkoa wa Mara, mkuu wa mkoa wa Mara ametuambia katika mkoa wa Mara wanaendesha mafunzo rasmi kwa bodaboda namna ya kutumia barabara, kwamba muda wote wanakaa pembezoni mwa barabara kushoto, anaenda kulia tu kama anataka kugeuka kwenda barabara nyingine au kurudi kule alikotoka. Hiyo wamefanya na anasema wanaendelea. Hii kitu ikifanywa nchi nzima, naamini kabisa mwamko utakuwa mkubwa zaidi. Na alafu utoaji wa leseni kwa madereva wa bodaboda nao uwe tuangalie kwa makini,
kwamba ni lazima mtu amejifunza na amefundisha, kama vile ambavyo wanafanya kabla hujapewa leseni za kuendesha magari. Lakini la tatu, elimu ya huduma ya kwanza ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu kwa sababu inaweza ikapunguza madhara yanayosababishwa na ajali kwa kuweka afua ambayo inamwandaa mgonjwa aendelee kuwa bora wakati anapelekwa hospitali, kuliko kumwacha jinsi alivyo. By the time anakuja hospitali unakuta labda damu nyingi sana imepotea, na sisi sio wazuri sana katika kuchangia katika benki ya damu. Kwa hiyo wagonjwa wengine wanacheleweshwa hata kufanyiwa operation kwa sababu hiyo. Lakini wakati mwingine mgonjwa anaweza akaanguka, alafu mfupa ukavunjika ukachomoza, badala ya yule mgonjwa kuwekwa vizuri ili uchafu usiingie pale ukamletea uambukizo wa mfupa, anaweza akaachwa, michanga ikaingia, akafungwa hivyo, akaletwa, alafu inamletea ugonjwa ambao atakuwa nao karibu maisha yake yote. Lakini lingine ni kuweka mkakati maalum ambao sisi wote sasa tunakuwa ni machampion, watu mahiri, watu majasiri wa kujaribu kufundisha kila mtu matumizi sahihi na kukumbusha wale ambao hawajali hii misingi kwamba nao wawe nayo ili jaribu kutupunguzia mzigo huo. Na labda niongezee hapo, kama wote mnavyofahamu, waendesha bodaboda wengi sana kipato chao ni cha chini, na naweza nikasema hapa kwamba wengi hawana bima ya afya. Kwa wanapougua, wanapokuja kutafuta matibabu, kuna shida kidogo kwenye hata swala la uchangiaji. Na mnafanyaje katika mazingira ambayo baadhi wanafika Moi katika hali mbaya, na kuwa labda amepoteza kumbukumbu kwa wakati huo, na ndugu zake hawajafahamika, hamwezi kupata taarifa pia za hapo baadaye, baada ya huduma kwenye malipo? Okay, utaratibu huwa sisi tuko pale kwa ajili ya kuokoa maisha na kudumisha maisha katika mwili wa mwanadamu. Kwa hatua ya kwanza inakuwa ni kumsaidia. Anasaidiwa, akipata fahamu vizuri, kama kumbukumbu yake imepotea, huwa tunatumia vyombo kama hivi vya kwenu pamoja na magazeti na njia nyingine za mtandao kutangaza. Mmeshaona picha, nasema mgonjwa huyu aliokotwa na wasamaria wema akaletwa Moi, amekaa hapa, huu ni mwezi wa 3, amepoteza kumbukumbu. Kama unamfahamu, tafadhali wasiliana na tunatoa namba ya simu. Kwa ndivyo tunavyofanya. Lakini hawa wote wanaingia katika lile kundi la wagonjwa ambao wanakuja katika msamaha. Kesi kama hizi zinakuwapo kwa kiwango gani? Ni lazima nirudi kwenye takwimu nikaangalia kwa hakika, sio nyingi sana, lakini isipokuwa huwa zinajitokeza. Lakini kitu kingine, hao wenzetu wa bodaboda wana umoja sana. Kuna wakati fulani niliwahi kuona mara 2 mara 3 wakichangishana pesa wao wenyewe, ambayo ndio inakuja kusaidia katika offload, yani offset malipo kwa ajili ya huduma. Lakini sio mara zote. Na kuna namna yoyote kama Moi inakuwa inaathirika na hili? Ya sana. Kwa sababu sasa unajua kuna matumizi ya vipandikizi ambavyo tunavinunua na tuzalishe hapa nchini, kwa bei yake inakuwa ni kubwa kidogo. Siwezi kusema ni hasara, nisema tu ni kwamba tunakuwa na nakisi kubwa zaidi katika ukwasi. Unaona hizi ajali kama janga ambalo huenda siku za usoni ama siku za mbeleni zikaleta mzigo mkubwa hata uendeshaji wa taasisi? Ya, tusipozuia jinsi ajali zinavyoongezeka, ndivyo taasisi zitakavyolemewa kutoa huduma ambazo itashindwa kuzisustain, kuziendeleza, kama kutakuwa hakuna namna ya malipo kufanywa kwa ajili ya vile ambavyo vinatumika. Kwa mfano, sasa hivi tumeunda timu ya wataalamu ambayo itakuwa na mazungumzo na watu wa TIRA ili tuangalie namna ambavyo ile third party insurance iwe ina contribute moja kwa moja kwa wahanga wa ajali wanapokuwa wameletwa katika taasisi zetu. Ya, kwa sababu kila chombo kinapaswa kuwa na bima. Maanake ni kwamba kila kinachosababisha ajali, basi ile bima yake itumiwe katika kufoot bill ya magonjwa. Tukifanikiwa hiyo, nafikiri mzigo utakuwa umepungua kidogo. Tungeweza, kwa mfano, tungefanikiwa kuondosha kabisa ajali za bodaboda, mngekuwa mnahudumia wagonjwa kiasi gani? Yani tukiondoa wale wagonjwa wa bodaboda. Okay. Issue iko hivi. Taasisi yetu haijawahi kukosa wagonjwa kabla ya bodaboda na haitakosa wagonjwa baada ya bodaboda. Wingi huo kwa sababu ya ubora. Tunapata wagonjwa kutoka hapa Dar es Salaam, lakini tunapata wagonjwa vile kutoka mikoani. Kwa hiyo mzigo unabakia pale pale. Na sio kama eti kila siku tunapata wagonjwa wa bodaboda. Sio kila siku.
Kuna siku nyingine inaweza ikapita labda imetokea mmoja au wawili, lakini kuna siku nyingine hakuna. Lakini kuna siku nyingine unaweza kaongezeka. Sasa tunachozungumzia sisi ni kwa ujumla, ukiangalia wagonjwa ambao wamekuja, mzigo tulionao, wale waliopata majeraha, 80% inakuwa imesababishwa na bodaboda. Yes, ndio ninachosema hicho. Lakini wagonjwa wapungui, kwa sababu kuna watoto wanazaliwa wana matatizo, waliozaliwa nao vichwa vikubwa, mgongo wazi, au ana sickle cell, au ana ile miguu kama Catalipes ile, miguu imekaa namna hii. Kuna bado kuna wazee ambao miaka inavyozidi kuenda, na ndio sisi wote tunaelekea huko, viungo vinazidi kupata changamoto, ambao wanahitaji matibabu, na hawa wanazidi kuongezeka katika jamii, kwa sababu ukiangalia umri wa kufa sasa umepanda zaidi. Na nafikiri katika miaka 5-6 ijayo, kila kwa makini na tukaangalia afya zetu vizuri, sajabu na sisi tukaanza kufika kwenye miaka 80 kwa wingi wetu. Sasa ukishakuwa na bracket kubwa namna hiyo, hao wenyewe wanatosha kuelemea taasisi, kwa sababu wote kwa namna moja au nyingine watakuja na shida mgongo. Alafu baada ya hapo itakuja sanyonga, baada ya hapo wengine viuno, wengine magoti, vitu kama vile. Alafu vile vile kuna watoto ambao wanazaliwa na changamoto, kwa mfano wa sickle cell. Hawa nao ni kundi linajitegemea kabisa. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na upungufu wa wagonjwa. Sana tutakuwa na nafasi sasa ya kuangalia wagonjwa wengine ambao sio waathirika wa ajali za bodaboda. Mbali na makao makuu ambayo mnatoa MOI, mnatoa huduma hizi, umeeleza kwamba kuna wagonjwa ambao wanatoka kwenye mikoa mingine. Mmefikia kwa kiwango gani kutoa huduma hizi za kibingwa ili kupunguza mzigo kwa hapa? Kwanza tumeanza mikakati imekuwepo ya kupeleka huduma hizi kwa njia ya mkoba, ambako tumekuwa tunakwenda kusini, hospitali ya Mtwara, tumekwenda Ligura, tumekwenda ile inaitwa Ndanda, St Benedict's, tumekuwa tunakwenda Tosamaganga, lakini vile vile tuna permanent presence Chato. Kuna wataalamu wetu pale muda wote wanabadilishana tu. Kwa hawa ina maana kwamba wanakidhi mahitaji ya watu kwa upande wa kule. Lakini wiki iliyopita tulikuwa Musoma, mkoa wa Mara, kwenye ile hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere iko Kwangwa, hospitali ya rufaa. Pale tumeanzisha utaratibu ambao hatimaye tutakuwa na wataalamu wetu pale. Itakuwa ni MOI katika hospitali ya Kwangwa. Kwa utaratibu huu tunaamini kwanza utasaidia watu wetu kufikiwa na huduma hizi za ubingwa na ubobezi karibu na walipo. Alafu vile vile itapunguza mzigo wa wagonjwa kuja mpaka huko, na tutakomea pale. Tukimaliza kuweka mguu wetu sawasawa Kwangwa, tutakuwa tunakwenda hospitali ya mkoa ya Kagera. Tukimaliza Kagera, kumbuka Chato hapo inaendelea, Kwangwa inaendelea, na huko kwenye taasisi yetu kunaendelea. Alafu tutakwenda hospitali ya Kigoma, tutakwenda hospitali ya Katavi, tutakwenda Sumbawanga, mkoa wa Rukwa, tutakwenda Songwe, tutakwenda Njombe, alafu tutakwenda Ruvuma. Alafu tutakuwa sasa tunaendelea maeneo mengine yaliyobakia. Tunapofanya hivi, tusisahau kwamba tuna wenzetu wako Bugando, wengine wako Benjamin Mkapa, wengine wako KCMC ambao wanafanya kazi kama hizi. Kwa hiyo naamini baada ya muda sio mrefu sana nchi yetu itakuwa covered, lakini kwa sababu ya unique position ya MOI ita leverage huduma hizi katika nchi nzima kwa ule ubobezi na ubingwa ambao upatikani mahali pengine popote. Pamoja na kusambaza huduma katika haya maeneo mengine, kumekuwa na malalamiko ya baadhi ya wagonjwa kusubiri muda mrefu kupata huduma hizi za kibingwa. Changamoto ni nini, Dokta? Okay. Sasa kufanyiwa upasuaji ni kitu kimoja. Kuwa tayari kwa ajili ya upasuaji ni kitu kingine. Wagonjwa wengi wanapoletwa kwenye taasisi yetu, shida kubwa wanayokuwa wamekabiliana nayo ni maandalizi stahiki ya utayari wa kufanyiwa upasuaji. Kwa mfano, mtu anakuja katika taasisi yetu, vipandikizi vinavyostahili kwa ajili yake yeye havipo. Kwa huyu ni lazima aambiwe tu kama bwana, utasubiri kidogo, viko njiani vinakuja, kwa mfano kama tumeviagiza au tutatakiwa kuviagiza. Lakini ya pili, na kwa nini havipo? Havipo kwa sababu hatuvitengenezi sisi, alafu vile vile vinatumika kwa ajili ya kazi maalum. Kwa kama ni kazi maalum lazima iwepo. Ukikaa navyo vitakuja kuexpire, vikisha kuexpire tena tutakuwa tumepoteza pesa. Alafu ni ghali, kusema ukweli. Ni ghali sana. Kwa tunakuwa na mara nyingi na vitu ambavyo vinatumika mara kwa mara. Lakini vile ambavyo ni custom made kwa ajili ya mahitaji maalum, vile ni lazima tuviagize. Na sio vingi sana. Okay? La kwanza. Lakini la pili, huyu mtu mwenyewe unakuta amepata changamoto, mwili wako umeathirika, damu iko chini sana.
Kwa wataalamu hata wale watoa dawa ya usingizi tiba, akimwangalia sema huyu asubiri kwanza. Sasa akishakuwa na changamoto ya damu, kuna mawili: damu ipo ataongezewa au haipo, na kwa wingi zaidi damu hii huwa haipo. Hasa kwa damu kutokuwepo, ni lazima tuhakikishe kwamba ndugu zake labda wanachangia kwenye benki, ili kule kwenye benki waangalie kama itakayomfaa huyu mgonjwa itaweza ikapatikana, au apewe virutubisho ale, alafu vimsaidie kutengeneza damu mwenyewe, ile kiwango chake cha damu kiwe kikubwa, alafu aweze kufanyiwa upasuaji. Lakini la tatu, wakati mwingine huwa hakuna nafasi katika sehemu ya kupasulia. Kwa unaweza kukuta kwamba kutokana na aina ya wagonjwa ambao waliokuwa pangwa kwa ajili ya kupasuliwa kwa muda mrefu, nafasi zimejaa, lakini wagonjwa wanaambiwa kwamba wewe utasubiri kidogo, kwa sababu kwa upasuaji wako kuna wagonjwa ambao tayari wameshawekewa labda mpaka wiki kesho. Lakini ya mwisho kabisa ni changamoto ya malipo. Wakati mwingine wagonjwa anakuwa ametoa pesa yote, alafu vikifanyika vipimo wakati yuko pale hospitalini, inakula kwenye ile pesa aliyowekewa pale. Kwa itakapokuja kufika saa kupasua, anaambia sasa kuna hivi pesa unatakiwa kuongeza, anasema ngoja tukajipange na ndugu zetu. Kwa inaweza ikachangia. Kwa sio sababu moja, sababu ziko nyingi sana. Wakati mwingine mtu anakuja na aina fulani ya upasuaji ambao utahitaji huduma maalum baada ya upasuaji. Ile huduma sehemu ya kutolea imeshajaa, kwa hii inabidi asubiri. Lakini wakati mwingine kuna wagonjwa ambao anaweza kupasuliwa, lakini aina ya upasuaji anayotakiwa kufanyiwa kwa wakati ule hauko tayari kwa sababu ya vitendea kazi. Kwa mfano, wagonjwa hawa wanaopata kiharusi, hawa ambao lazima wafanyiwe kipimo fulani kinaitwa DSA, baada ya kipimo kile ndio wataamua sasa nini kifanyike. Wakati mwingine ile mashine kwa mfano kama ina changamoto, haiwezi kufanyika, kwa hiyo inabidi asubiri. Au kama itafanyika, daktari anagundua kwamba hizi picha pamoja na kama tumefanya CT angio hazijatoka vizuri sana, tusubiri hiyo DSA. Kwa ni vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sio kwamba ni makusudi mgonjwa anapangwa tu hapa anaambia wewe subiri, after all umekuja juzi tutakufanyia. Kuna wagonjwa anafika leo anafanywa siku hiyo. Wale ambao wanakuwa na dharura ambayo inahitajika kufanyika wakati ule. Yeah. Kwa kumalizia daktari, mna mpango wote wa kujenga yani kuifanya taasisi sasa iwe sehemu nyingine ambayo imejengwa kubwa zaidi, mjiondoe kwenye zile premises za Muhimbili ambazo jengo lile linaweza likatumika kwa watu ambao wanakuja Muhimbili pale, na nyinyi mkawa sasa taasisi ambayo iko sehemu nyingine inajitegemea, na hata mkapeleka pia ofisi zenu ama kwenye mkoa na branches kwenye kanda ama kwenye mikoa. Na pamoja na hilo, mipango yenu pia ya miaka 5 au baadaye? Well, nianze na mipango ya miaka 5 baadaye. Kwanza afu ile la kwangu ndio litakuwa la mwisho. Tunajiweka tuko katika mikakati ya kuandaa uwezekano wa kuwa na taasisi ya mfumo wa fahamu, Tanzania Neuroscience Institute. Yaani itakayosimama yenyewe tu, inaangalia mambo ya fahamu peke yake. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tunataka tuwe na kituo cha utengamao, mahali pa rehabilitation kwa wagonjwa ambao wanakuwa wamepata matatizo, wanahitaji kufundishwa namna ya kuishi sasa baada ya tiba kuwa imefanyika kule Mbweni Mpiji. Halafu na kuboresha miundombinu tulionayo ili iweze kukidhi mahitaji ya ubora kwa huduma tunazozitoa. Swali la kutoka Muhimbili lilishawahi kufikiriwa, lakini halijafanyiwa maamuzi mpaka sasa hivi. Kwa nafikiri ni vizuri tu nikasema kwamba bado tutakuwepo, na hapo baadaye kama Mungu atatubariki, yani mtabanana pale pale. Kwa kweli ndo mambo ya mjini tutaendelea kama wenzetu wa Jakaya na sisi. Naamini mimi kwamba katika siku za baadaye njozi hiyo ipo katika vichwa vya watu, ni kwamba tutujaiandika na kuijengea na kuipatia fedha. Shida tulionao sisi kubwa zaidi ni rasilimali fedha. Kwa kutoa MOI pale ilipo kuipeleka mahali pengine, uwekezaji wake ni mkubwa sana. Na nafikiri ndivyo vitu ambavyo serikali inaangalia. Sasa hii taasisi ipo tayari. Halafu kwa mikoani bado tunapambana kuweka miundombinu ya kuonea wagonjwa, kutoa huduma na vitu kama vile. Labda tujisukume kidogo, tutakapokuwa tumeimarika kule kwenye mikoani na vituo vya pembezoni, ndipo tutakapokuja sasa kufanya maamuzi makubwa na magumu ya kusema tutatoa bilioni kama 800 au trilioni 1 kuitoa MOI pale ilipo kuipeleka sehemu nyingine, na sasa haitakuwa MOI tena. Itakuwa tu ni jina tofauti, kwa sababu ukishaitoa MOI Muhimbili inakufa kuwa MOI.
kwa sababu MOI ni Muhimbili Orthopedic Institute. Yeah, sure. Kwa ukipeleka Manzese itakuwa ni Manzese, au ukipeleka Temeke itakuwa TOI, something like that. Inakuwa ya kitaifa. Inakuwa ya kitaifa. Au inaweza kuwa National Orthopedic Sure. Orthopedic Neurosurgery Institute. Noi. Kwa hiyo huko ndiko tunakuwa Noi. Ukishapata na jina kabisa. Asante sana Tunakushukuru sana. daktari, tunakushukuru sana kutenga muda kuzungumza nasi. Labda kwa 2 minutes Kumalizia. kwa kama kuna jambo lolote ungependa kuambia wananchi, na hasa pia katika eneo la kinga. Utajua sisi tukijikinga vizuri tunawapunguzia na nyie mzigo. Okay. Kwanza kabisa, kinga ni bora kuliko tiba. Kila mmoja wetu ajiangalie anavyokaa, anavyokula. Ya magonjwa sio kwa ya kuambukiza, haya yote yanachangia kwenye kutufanya tuwe dhaifu. Lakini la pili, kila tunapokuwa tumepata changamoto tuende kwenye vituo vya kutolea huduma haraka iwezekanavyo. Inapunguza madhara ya magonjwa kuwepo kwa muda mrefu. Lakini la tatu, taasisi yenu pendwa ya Muhimbili iko pale kwa ajili ya kutoa huduma zote kwa wagonjwa wa Kitanzania na wasiokuwa wa Kitanzania kwa ubora unaoweza ukalinganishwa na mahali pengine popote duniani. Mitambo iliyoko pale yote imenunuliwa mipya. Tusikubali kupotoshwa kwa maneno yanayotokea kwenye mitandao, na mnakaribishwa kuja kuthibitisha ukweli huo kwa kutembelea taasisi yetu wakati wowote. Karibuni sana. Pia unalipi la kuambia pia watu wanaofanya unajua sasa hivi watu wanafanya sana sports, athletes, vijana wana vipaji, mazoezi, wanacheza mpira na vitu kama hivyo. Nafikiri kwamba kila mtu awe mwangalifu anavyotumia mwili wake popote pale alipokuwa na kipaji, kwa sababu huko kwenye mpira wa miguu unaweza ukawekwa tako ya kutosha ukaondoa hii ankle joint au ukavunjika mahali pengine. Tuwe waangalifu. Ni vizuri kukeep fit. Kila mmoja wetu awe fit. Mimi navutiwa sana na jinsi nyie mnavyoonekana. Inaelekea vile vile mnaangalia sana nyie wawili hapa. Sisemi wengine, nyie wawili hapa. Yaani miili yenu mlivyoiweka. Hata wewe pia. Mnaonyesha kama mko aware na yani mko macho na afya zenu. Kila mmoja wetu awe na afya, awe macho na afya yake. Kwa kujitahidi kile yanavyowezekana kuzuia magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Naam, shukrani sana. Asante sana kwa kuja. Tunakukaribisha tena wakati mwingine. Naam. Shukrani sana. Ni Balozi Dr. Mpoki Olisubisi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI. Tumezungumza naye hapa kuhusiana na mengi, na ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo.